Saa 1 kamili katika kila Jumamosi, lazima Airtel Fursa ndiyo iwe hewani muda na wakati kama huu. Na mimi ninaitwa Irene Po, ninakukaribisha sana katika Airtel Fursa ya siku ya leo. Kwa yule ambaye hajui Airtel Fursa inahusika na nini, inahusika na kuwasaidia vijana wenye umri wakati ya miaka 18 mpaka 24 wanaokumbana na changamoto mbalimbali katika biashara zao zinazowafanya wao washindwe kufikia malengo yao ya kibiashara. Kwa siku hii ya leo tunamlenga mjasiriamali kutoka Mwanza. Kabla sijaenda huko nikukumbushe tu, nyuma yangu unaona niko katika Ziwa Victoria. Nimesimama katikati kabisa ili kupata vile vitu ambavyo vinaonyesha kwamba niko katika Ziwa Victoria ama niko Mwanza. Mwanza ni mji wa pili kwa ukubwa nchini Tanzania, unaopatikana pembezoni mwa Ziwa Victoria. Ni mji uliojengwa juu ya vilima vyenye miamba inayojitokeza kwenye peninsula, unaomfanya mtu kuona vyema Ziwa Victoria ikiwa imejaa miamba inayochomoza, huku mwamba unaojulikana zaidi ukiitwa Bismarck. Mwanza pia inajulikana kama Rock City na ni maarufu kwa samaki wa bichi wanaotoka kwenye ziwa. Mwanza ina visiwa kama vile Saanane ambacho ni maarufu kwa utalii kutokana na hifadhi yake ya wanyama. Kabila kuu linalopatikana eneo la Mwanza ni kabila la Wasukuma. Mara ya kwanza kabisa wakati naanza kipindi hichi, nilikukaribisha nikakwambia ya kwamba kwa siku ya leo Airtel Fursa tumeamua kuja mpaka Mwanza. Ila kwa dakika hii ndani ya Mwanza hii niko eneo la Misungwi. Eneo ambalo mjasiriamali wetu kwa siku hii ya leo, Innocent, ndipo sehemu ambayo anapatikana. Ana historia ambayo anataka wewe ukiwa kama mwana Airtel, ukiwa kama mwana Fursa, ukamate ya kwako pia kama ya kwake alivyoikamata. Airtel Fursa tunafika popote pale, mradi tu tujue ya kwamba wewe unaweza kutumia fursa yako ipasavyo. Hivyo basi tuanze kwanza na mjasiriamali wetu wa siku hii ya leo ambaye ni Innocent. Hebu nieleze kwa kifupi kuhusiana na wewe kama Innocent. Kwa majina naitwa Innocent Aloizi. Nilizaliwa mwaka 1991 tarehe 8 ya mwezi wa kwanza. Nimezaliwa hapa mkoa wa Mwanza, wilaya hii ya Misungwi, kijiji cha Buganda. Nimesoma elimu yangu ni kidato cha 4 shule ya sekondari Paulo Bomani. Baada ya kumaliza kidato cha 4, hakukuwa na msaada wa kuendeleza masomo yake, na mahitaji ya familia na majukumu mengine yalikuwa sababu tosha kwa Innocent kuchukua uamuzi wa kuanzisha biashara kwa kile kidogo alichokuwa nacho. Baada ya kuona shule imegoma, nikaanza kulima nyanya. Nilipoanza kulima nyanya hizi sasa nikawa nakumbana na changamoto nyingi. Kilimo cha nyanya kina changamoto nyingi kwa sasa. Nimeanza kulima nyanya, baada ya hapo nikawa nakutana na wakati mgumu, kukosa mitaji. Sasa inabidi uanze kutafuta kazi nyingine, ambapo kwa mazingira yetu ya kijijini kupata kazi nyingine inakuwa ni vigumu, ambayo inaweza kukusaidia hata kupata pesa kama mtaji ya kuendeleza kilimo cha nyanya. Kwa hiyo wakati nilianza kwa kuwa unaenda mlimani, unakusanya mawe, kuna watu wanakuja wananunua hayo mawe, unapata pesa angalau kidogo ambayo inakusaidia kununua sasa mahitaji ya kutunza shamba la nyanya. Sasa ukikusanya mawe yale mlimani, wanakuja gari zinabeba, unapata ile pesa, ndio unanunua mahitaji ya nyanya. Ndivyo nilivyoanza. Kwa nini hukuamua kuanza kwenye kitu kingine ukaenda kwenye mawe? Kule ndiko ambako niliona kuna uwepesi wa kupata pesa kwa haraka kwa ajili ya kuendesha shughuli zangu za kilimo, kwa sababu hamna mtaji mwingine tofauti na kufata kule. Labda uende kule ukapate hiyo 10,000 ambayo inaweza kusaidia kununua hata madawa, sumu kwa ajili na mbolea kwa ajili ya kutunza shamba la nyanya. Kupitia magumu na maumivu ya kuvunja na kupanga mawe, ndio ilikuwa njia pekee ambayo Innocent alikuwa nayo ya kumpatia fedha za kutunza familia na kustawisha biashara yake ya nyanya. Unasema mnapoenda kule mlimani mnapata 15,000. Hiyo 15,000 ndio ya pale kijijini. Alafu ndo 10,000 unaichukua wewe. Huku tena wewe ni kijana, una biashara, una kilimo ambacho nataka ukianzishe. Huku nyumbani una watu ambao wanakufuata, si ndio?
watu ambao wanahitaji msaada wako, ni kama baba vile, sio? Ulikuwa unagawaje hiyo 10,000 mpaka ukaweza kupata pesa ya kukutosha kuanzisha mradi wako? Yaani hapo unapotoka kule na ile 10,000, sasa unaporudi nyumbani utaangalia kwamba leo nyumbani kuna kitu gani ambacho kimepunguka. Kwa hiyo ukikuta kama hamna mboga, inabidi utoe kama ni shilingi 3,000 au 2,000 kwa ajili ya mboga. Unaangalia shambani nako kama nyanya zinahitaji mbolea au dawa kwa wakati huo. Kwa hiyo kama ni dawa utachukua 5,000 unaenda kununua dawa. Sasa kwa hiyo kwenye 10,000 unabaki na shilingi 3,000. Kwa hiyo nayo unaenda kununua hata mbolea kwa ajili ya dawa. Kwa maana hiyo ukitoka na 10,000 ile kwa siku inakuwa imeisha kabisa. Kwa hiyo kitu ambacho ukisema labda kuhifadhi kwamba labda umetumia hiki ubakishe hiki kwa ajili labda ya siku zijazo, inakuwa ni vigumu kwa sababu mahitaji ya shambani yanakuwa ni makubwa. Kwa mfano ile 10,000 haiwezi katosha kununua dawa, inunue mbolea pamoja na sumu kwa ajili ya kunyunyizia. Licha ya changamoto ambazo Innocent amekuwa akipitia, bado amekuwa akipigania kufikia ndoto zake. Ukiwa kama kijana, lazima una ndoto. Umekosa wanajeshi lakini una ndoto yako. Una ndoto gani ukiwa kama kijana ambaye ni mjasiriamali, lakini ujasiriamali huu una changamoto? Mimi kama kijana, ndoto yangu kubwa katika kilimo hiki kwa sasa, ambako ndo akili yangu yote imehamia katika kilimo. Kwanza ni kuwa mfanyabiashara wa mazao haya, niwe mfanyabiashara mkubwa. Kwa mfano kutopeleka sasa mazao yangu hapa kwenye soko dogo, ningehitaji kabisa, ndoto yangu nipeleke mazao labda hata Dar es Salaam, nisambaze mikoani, nisambaze sehemu kubwa kubwa maarufu ambazo nitaweza kujipatia kipato kikubwa na kuwa na manufaa zaidi. Lakini pia hii itapunguza pia kutoka ule ugumu wa kazi. Kwa mfano kutoka mtu tunaenda kufanya kazi ya kutoa mawe mlimani, kazi ambayo ni ngumu. Hii itasaidia pia watu wengine, vijana wengine wadogo kutoenda kule na kufanya kazi ngumu ambayo inasababisha shida na kupata labda wakati mgumu, unakuta unapata vidonda kutokana na ule ugumu wa kazi, unajikuta labda umechomwa mwiba mlimani. Sasa nikiwa na shamba kubwa ambalo linaingiza kipato kikubwa, inaweza likasaidia pia vijana wengine wakapata labda ajira katika lile shamba, tukajiajiri tukafanya kazi kwa pamoja kwa kutumia labda wengine haya majembe ya kukokotwa na ng'ombe, majembe ya plow, mwingine labda akawa anamwagilia kutumia zile water pump, generator kubwa, mwingine labda akaendesha bajaji. Kwa hiyo nikiwa mfanyabiashara mkubwa, ndoto yangu pia ni kusaidia hawa vijana wengine kuondokana na zile kazi ngumu ambazo wanafanya, lakini pia kusaidia pia familia yangu kutoka kule kutegemea labda mimi peke yangu ndio niwasaidie. Wanaweza wao pia wakafanya kazi shambani mule, kwa sababu shamba itakuwa na kipato kikubwa, pesa zitakuwa zinapatikana, watafanya kazi na wao pia, tutashirikiana na kupunguza kidogo ule ugumu wa maisha katika familia. Nataka turudi katika upande wa nyanya ambacho ndo kilimo. Ndio sasa hivi akili yako naona iko huko, sio? Changamoto zake ni kitu gani? Changamoto ninazokumbana nazo katika kilimo cha nyanya ni ukosekanaji wa vitendea kazi. Kwa mfano eneo ambalo ulihitaji lilimu hata kwa plow, jembe ambalo linakokotwa na ng'ombe, inabidi ulilime kwa mikono, ambapo itakuchukulia muda mrefu kulikamilisha au na ule ugumu wa ile kazi. Kwa hiyo inabidi ulime sehemu ndogo. Pia unakuta katika kukosa pia pembejeo za kilimo, kwa mfano madawa na sumu kwa ajili ya kuboresha yale mazao. Kwa hiyo unakuta umelima mazao yanakuwa hayana ubora. Kwa mfano kipindi hiki cha sasa, zao la nyanya linashambuliwa sana na wadudu fulani ambao wanatokana na vipepeo. Kuna vipepeo wanakuja wanajisaidia mule kwenye mazao ya nyanya, wanatoa funza fulani hivi, ambapo wale funza wanashambulia sana nyanya. Kwa hiyo unakuta shamba kubwa ambalo ulikuwa umelima labda unategemea utoe hata tenga 20-25, unakuta mwisho wa siku umepata tenga 3, tenga 2. Kwa asilimia kubwa ya nyanya zinakuwa zimeshambuliwa na wale funza wanaokuwa wameletwa na wale vipepeo. Sasa unakuta hamna madawa ambayo
unayo kwa ajili ya kupunguza ile kasi ya wale vipepeo. Kwa hiyo unakuta una mazao madogo. Sasa unapopeleka shambani, kwa hiyo inabidi uchambue tu kile kidogo ulichokipata mule, ambavyo nyanya ambazo zimebakizwa na wale funza, ndio upeleke sokoni. Kwa hiyo unakuta kule kuna zingine utabeba labda zimetobolewa baadhi ya sehemu. Kwa hiyo ukifika kule hata uuzaji wake unakuwa una changamoto pia. Kwa hiyo utauza pesa ndogo tofauti na vile ulivyokuwa umetarajia. Changamoto nyingine ni usafiri. Usafiri mara nyingi tunatumia baisikeli ambayo yani kwa wastani inatutesa. Umbali ni mrefu, mpaka ukafike sokoni unatumia labda masaa 3. Unaendesha baisikeli na ule mzigo ni mkubwa. Kwa mfano umebeba tenga 5 za nyanya. Kwa unapofika kule unakuwa umechoka. Sasa uuzaji wa nyanya napo unakuta soko limechanganya, labda nyanya ni nyingi na nyanya yako haina ubora. Kwa hiyo unatoka kule ni kwa shida kuendesha baisikeli, unakuwa unaenda umebeba mzigo, sasa unarudi una njaa, pesa yenyewe umepata ni kidogo. Kwa hiyo usafiri nao ni changamoto, pamoja na ile hali sasa ya kukepana na mabasi alfajiri, mabasi ya mikoani, mapikipiki. Kwa kweli inakuwa ni shida. Innocent, basi kufikia hapa mimi naomba nikushukuru sana. Na kushukuru kwa muda wako. Nimekaa na wewe, umenifundisha vitu vingi katika Mwanza, nikiangalia machoni naangalia mawe. Sijui ndo kama ndo hayo unayoyaendea, lakini ni wenyewe na yaona. Ila napenda nikushukuru sana kwamba kumbe sio kivutio tu, vile vile ni ajira. Na nakushukuru kwa sababu wewe ni kati ya wale vijana ambao umenitia moyo. Na napenda nikupe moyo kama kijana, mradi una fursa iko mbele yako, basi zitumie na ndoto zitafikiwa, naamini hilo. Wewe ambaye unanitazama katika Airtel Fursa, kama Airtel imeweza kufika Mwanza, yani tunapenya popote, mradi tu utupe fursa au nafasi ya kuweza kukufikia wewe, iwapo ni mjasiriamali mdogo mdogo, iwapo una biashara inayoendelea, na zaidi iwapo unajijua kabisa una uthubutu wa kuweza kupewa nyenzo mbalimbali na kuzitumia kuweza kufikia ndoto zako, basi sisi tutakushika mkono popote pale ulipo. Nikukumbushe ya kwamba hatujaishia hapo. Huyu Innocent katika wilaya ya Misungwi, Mwanza, bado ana ndoto. Lakini sasa hivi umesikia theluthi tu na umeona theluthi tu ya Airtel Fursa. Tutembee naye pamoja katika kuona atafikishwaje katika ndoto zake. Airtel Fursa, tuzidi kwa pamoja. Wewe ni mjasiriamali mwenye ndoto ya kukuza biashara yako? Wakati ndio sasa. Airtel Fursa inakuwezesha kijana wa Kitanzania mwenye umri wa kati ya miaka 18 mpaka 24 kufikia ndoto zako. Kamata fursa. Tuelezea kuhusiana na maisha yako, kuhusu biashara yako na kuhusu changamoto mbalimbali unazokumbana nazo kupitia njia zifuatazo. Tuma SMS kwenda namba 15626 au tutumie barua pepe kupitia airtelfursa@tz.airtel.com. Pia unaweza kutuandikia kupitia kurasa wetu wa Facebook, Twitter au kupitia tovuti yetu ya www.airtel.com. Airtel Fursa, tunakuwezesha. Nizidi kukushukuru wewe ambaye bado unaangalia Airtel Fursa muda na wakati kama huu, kwa kuwa bado tuko pamoja. Na nikukumbushe ya kwamba kutokana na miamba iliyoko nyuma yangu ama mawe yaliyosimama nyuma yangu yanaashiria kwamba bado tuko katika safari ya Mwanza. Kabla sijaenda mbali, nikukumbushe tu ya kwamba leo mjasiriamali wetu anayetoka Mwanza anatokea katika wilaya ya Misungwi. Anajulikana kwa jina la Innocent. Ni kijana ambaye ni mjasiriamali mdogo mdogo, lakini vile vile ana ndoto ambazo anaamini kupitia Airtel Fursa atazitimiza. Sehemu inayofuata ni washauri kutoka Airtel Fursa ambao wao watatathmini story nzima ya kimaisha na ya kibiashara kuhusiana na Innocent. Na baada ya hapo watatoa ushauri ambao nina uhakika kabisa ni jukumu lako na mimi kuangalia,
Innocent atatolewa ushauri gani? Tuzidi kuwa pamoja tukiwaangalia washauri kutoka Airtel Fursa wanalipi la kutuambia. Innocent kabahatika kaweza kusoma hadi kidato cha 4. Ukiwa na elimu ya sekondari katika maeneo ya kijijini, na maana wewe una bahati sana. Lakini kutokana na zile jinsi yeye mwenyewe alivyo, baada ya kumaliza, kutokana na mazingira yake, kumaliza kidato cha 4, akawa hana kitu cha kufanya. Japo alikuwa na ndoto zake, alikuwa na mipango yake, lakini ilikuwa ni vigumu sana kwa sababu yuko katika maeneo ya vijijini ambao tunafahamu kwamba watu hawana taarifa au taarifa zinawafikia kwa wakati ambao sio. Watu hawana fursa mbalimbali za kibiashara, za kimitaji. Watu hata miundombinu iliyoko kijijini tunafahamu kwamba ni miundombinu ambayo sio mizuri sana ukilinganisha na mjini. Lakini kijana kama Innocent anaweza kusaidia nini sana sana katika vijana ambao wako katika mazingira ya kijijini? Tunakwambia kwamba usikate tamaa. Kijana Innocent yeye mwenyewe kaamua kwamba ana lengo la kuwa mkulima, lakini anatoa wapi mtaji? Akaenda kujaribu kuangalia nini atafanya. Akaenda kwenye kazi ya upasuaji wa mawe. Amechukua fursa tu ya miamba iliyomzunguka katika maeneo anayoishi. Akaona kwamba nikipasua mawe lazima kuna watu watakuja kuchukua, watu watajenga, watu watafanya shughuli zao mbalimbali. Kwa hiyo Innocent akaona kuliko kukaa chini ni bora afanye biashara ya kwenda kufanya ujasiriamali katika kupasua mawe. Hiyo ni tunajaribu kuangalia kwamba amechukua hatua kwa kweli. Hatuwezi kusema kwamba kupasua mawe labda ikawa ni kazi ndogo ya ajabu katika elimu yake ya kidato cha 4. Lazima tuangalie pia na mazingira ambayo anaishi, mazingira anayotoka. Je, yana fursa nyingine? Unakuta kweli hakuna. Kwa hiyo ile kwenda tu katika biashara ya kufanya kupasua mawe ni mojawapo ya ujasiriamali, kwa sababu kwanza amethubutu. Kuthubutu ni kitu muhimu sana. Vijana wengi hawataki kuthubutu, na ndio maana utakuta vijana wengi wanapomaliza kidato cha 4 hata chuo kikuu wanakaa wanaangalia baba au serikali itatufanyia nini. Lakini huyu kijana ambaye ni mdogo katika kumaliza kwake shule kaamua kuthubutu, kachukua hatua, kaenda kujiingiza katika biashara ya kupasua mawe. Kwa hiyo lazima tumpongeze na tuangalie ni kwamba ni njia mojawapo ya kwenda kuondoa changamoto za kimaisha, changamoto za kiuchumi hata katika jamii zetu. Lakini ameenda sasa katika mojawapo ya safari zake, kwa sababu ili kwenda kutimiza malengo yake lazima kuna safari ambayo lazima ipite. Ameweza kuendelea na upasuaji wa mawe, lakini kaanzisha na bustani ndogo ndogo ya kilimo cha nyanya. Mtu kwa mtazamo wa kawaida unaweza kuiangalia biashara ya nyanya kama ni biashara ni ndogo, lakini inategemea unaishi katika mazingira gani. Kwamba yule anatoka katika mazingira ya kijijini na tumeweza kuona kwamba inamuendeshea maisha yake, inaendesha maisha ya familia yake, na bado anabaki na kiasi fulani ambacho anaweka pembeni kama sehemu ya akiba, na nyingine inaenda katika biashara yake ambayo ni kilimo cha nyanya. Kwa hiyo tukijaribu kuangalia kwa mtazamo mpana ni kwamba huyu kesho na kesho kutwa kijana wa namna hii anaweza kufika mbali kutokana na hii safari yake ambayo ameianza sasa hivi taratibu. Na hata hii biashara inaweza kufanywa katika vijana katika vikundi. Sio lazima iwe mtu mmoja mmoja. Vijana wanaweza kujiunga katika vikundi wakafanya biashara za aina hii, hata kama ni kilimo. Sasa hivi nchi nzima tunapigiwa kwamba kelele kwamba kilimo kwanza. Sasa wewe unasikia tu hata serikali inasema kilimo kwanza, lakini vijana hawachukui hatua. Kilimo tukijaribu kukiangalia, tunakiangalia kwa mtazamo wa kawaida, lakini ukiangalia kwa mtazamo mpana zaidi ni mojawapo ya fursa ambazo zinaweza kuwatoa vijana katika ukosefu wa ajira kwenda kuwapeleka katika kupata chochote, na pia inaweza kuwasababishia wakaweza kujijenga kiuchumi, wakaweza kujijenga hata katika maisha yao, lakini pia kwenda katika ndoto zaidi ambazo wanategemea kuzifikia. Kwamba hii inaweza kuwa ni hatua tu. Hatusemi kwamba sio lazima kijana wewe miaka yote ulime nyanya, hapana. Unaweza kufanya vitu vingine, lakini hii ikawa ni nafasi katika hatua ya kwanza, kuchukua hatua na kuthubutu na kwenda. Kwa hiyo ni jinsi gani tu unaweza wewe mwenyewe kujipanga katika maisha yako kama kijana, ni jinsi gani wewe unaweza kuangalia nitimiza malengo yako vipi. Lakini ukiona aibu, ukiona kwamba kuna hii kazi hainifai na nifaa hii, basi ni wewe mwenyewe tu kwamba utakuwa umechukua maamuzi katika maisha yako kadri ya mtazamo wako ambavyo unaona unafaa. Innocent amenipa moyo. Ni kijana ambaye aliona fursa kwenye ardhi ya nchi yetu. Katika nchi hii tunasisitiza sana shughuli za ujasiriamali kwenye uchuuzi.
ambao kwa maoni yangu tija yake ni ndogo. Ujasiriamali sawa, lakini tusukume ujasiriamali wenye tija ambao kwenye uzalishaji wenye viwanda au kilimo na utoaji na wa huduma. Kwa mfano, hakuna ukuzaji wa mafunzo ya kilimo kwa vijana. Innocent ni mfano mzuri wa mjasiriamali aliyoelekeza nguvu zake kwenye kilimo. Nchi yetu ina ardhi kubwa inayofaa kwa kilimo. Vijana wote hawawezi kuwa wale wanaoingia mijini bila ya mpango na kuendeleza kuongeza namba ya wale wasio na ajira katika miji yetu. Innocent ni mfano bora wa kuigwa na vijana wengine waliobaki vijijini na kutumia nguvu katika kuwekeza kwenye ardhi ili kuzalisha chakula. Tofauti na wale wanaokimbilia mijini na kufanya kazi za uchuuzi kama machinga, shughuli ambazo hazina tija. Ninachoweza kumwambia Innocent, endelea Innocent, jikomboe kwa kazi ya kuzalisha. Cha muhimu zaidi ili kumsaidia Innocent ni elimu ya kilimo bora ili kumwezesha kulima na kuzalisha mazao ambayo ni bora na kwa wingi. Mambo bado yanapamba moto katika Airtel Fursa. Jopo letu la washauri wametoa ushauri kama ulivyoona, wametathmini na wametoa ushauri mbalimbali wa jinsi gani ambavyo Innocent anaweza akasaidiwa kutokana na matatizo yake na changamoto mbalimbali ambazo anakumbana nazo katika biashara yake. Ili kufikia malengo yake, Airtel Fursa lazima iingilie kati, imshike Innocent mkono, kumpitisha katika changamoto zake za kila siku alizozizoea na kumfikisha katika ndoto zake za kibiashara. Airtel Fursa itamshikaje Innocent mikono? Tuzidi kuwa pamoja katika safari hii ya Misungwi, Mwanza na Innocent. Je, wewe ni mjasiriamali mwenye ndoto ya kukuza biashara yako? Wakati ndio sasa. Airtel Fursa inakuwezesha kijana wa Kitanzania mwenye umri wa kati ya miaka 18 mpaka 24 kufikia ndoto zako. Kamata fursa. Tuelezea kuhusiana na maisha yako, kuhusu biashara yako na kuhusu changamoto mbalimbali unazokumbana nazo kupitia njia zifuatazo. Tuma SMS kwenda namba 15626 au tutumie barua pepe kupitia airtelfursa@tz.airtel.com. Pia unaweza kutuandikia kupitia kurasa wetu wa Facebook, Twitter au kupitia tovuti yetu ya www.airtel.com. Airtel Fursa, tunakuwezesha. Nikiwa nyuma yangu nimezungukwa na Ziwa Victoria, sehemu ambayo inatambulisha rasmi jiji la Mwanza na ni kivutio cha Kitanzania ambacho sisi kama Airtel hatukusita kufika mpaka huku ili mradi tu tumfuate mjasiriamali wetu Innocent kutoka Misungwi hapa Mwanza. Yeye nimemleta kwako nikakuelezea kuhusiana na historia yake ya kimaisha, changamoto mbalimbali na bila kusahau biashara yake. Nia yetu tukiwa kama Airtel Fursa ni kumshika mkono na kuweza kumfikisha katika ndoto zake akiwa kama mjasiriamali aliyeweza kuweka akili yake na ndoto zake zikiamini kwamba kupitia kilimo cha mboga mboga atafikia mafanikio yake. Wewe ambaye unanitazama sasa hivi, ninaamini ya kwamba unaweza ukawa mlengwa wetu wa kipindi chochote kile cha Airtel Fursa. Ni wakati wako wewe kukamata fursa yako. Tuandikie kuhusiana na changamoto zako kibiashara na kimaisha, bila kujali kama tumeweza kufika Ziwa Victoria, kama tumeweza kufika Mwanza, kama tumeweza kumfikia Innocent, basi hata wewe pia tunaweza tukufikie. Nisiongee sana, tuwe pamoja wakati tunaona Airtel Fursa inapoenda kumshika mkono Innocent kutoka Mwanza. Baada ya jopo la washauri kutoa ushauri wao, ilikuwa ni wakati wa Airtel Fursa kufungua milango ya fursa kwa Innocent.
tumemuona kijana anaitwa Innocent Kipondi ambaye yuko Mwanza. Yeye ni mkulima wa mboga ambaye amekuwa akifanya kazi zake na vifaa duni, jembe la mkono, kuchota maji kwa ndoo, kwa sababu anafanya kilimo cha umwagiliaji. Ana elimu ya kidato cha 4, hakuweza kuendelea zaidi hapo kwa sababu ndio uwezo wa familia uliishia hapo. Kwa hiyo na pia ni kijana mmoja ambaye ana ile wazungu wanasema ana karizma, ana uwezo wa kuwaleta pamoja vijana wenzie. Kwa sababu pamoja na changamoto hizo za ukulima kutumia vifaa duni, ameweza kuwaleta vijana kadha wa kadha, akawa anafanya nao kazi ili wale vijana wasipotee, wasikae bure, lakini pia waweze kupata hivyo hivyo kipato chao kidogo wanachokipata. Kwa hiyo ukiangalia vijana kama Innocent ukiwawezesha, kweli una uwezo mkubwa sana wa kubadilisha maisha pale kwenye mazingira yao, kwenye kijiji chao, Kwa hiyo sisi tukaangalia tukaona huyu ni kijana ambaye kwanza anajituma, pili ana karizma ya kuwawezesha vijana wengine. Kwa hiyo tukipitia kwake tutawafikia vijana wengi zaidi. Hicho hasa ndio kilichotuvutia sisi kama Airtel kupitia Airtel Fursa kumwendea Innocent siku ya leo. Airtel iliandaa semina ya vijana wajasiriamali na Innocent alikuwa miongoni mwa wajasiriamali waliopewa nafasi. Kwa hiyo sisi tukaona huyu Innocent tunaweza kumwezesha kwa njia mbalimbali zinazoendana na zile changamoto zake ambazo alizileta wakati analeta maombi yake kwenye Airtel Fursa. Kwa hiyo Innocent pamoja na kumpatia mafunzo katika washa zetu za Airtel Fursa ambazo zinamwezesha yeye aweze kuchukua kile kilimo chake na kukigeuza kuwa kwenye biashara ambayo itampa faida, lakini pia kuwaongoza wenzie, kwa sababu tumeshamuona naturally yeye ni mtu ambaye anapenda kuongoza wenzie na kuwaleta pamoja. Kwa hiyo kwenye workshop yetu ya Fursa ameweza kupatiwa pia mafunzo ambayo yanamwezesha yeye kuwaleta wenzie pamoja na kuwaongoza na kufanya nao biashara na kuwawezesha zaidi, kuwakuza zaidi. Kama kawaida, Airtel inajali. Timu yetu ilifika Misungwi ambacho ndicho kijiji anachotoka Innocent Kitapondia. Asante. Naitwa Regina Isaac. Mimi ndio mama yake na Innocent. Karibuni sana. Asante. Hii ni timu nzima ya Airtel Fursa na ujio huu ni kwa ajili ya Innocent. Na huyu hasa pamoja na wengine watatuelezea kuhusiana na ujio wetu kwa siku hii. Tulikutana na familia yake na hatimaye kupelekwa shambani ambako ndiko Innocent alikokuwa. Habari Innocent. Salama pia. Pole na kazi. Asante, nishapoa, karibuni sana. Asante sana. Mimi naitwa Hawa. Ndiyo. Na tumekuja hapa na timu nzima, tumetokea Airtel Tanzania. Ndiyo. Kampuni ambayo tunaendesha mradi wa Airtel Fursa kuwawezesha vijana. Ndiyo. Nafahamu ulishatuona tena kupitia ulishaiona Airtel Fursa mwanzoni. Ndiyo. Kwa sababu timu yetu ilikutembelea, lakini pia ulipata kuhudhuria mafunzo. Ndiyo. Sasa wewe ni kijana ambaye umetugusa sana kutokana na kazi zako ambazo unazifanya. Ndiyo. Unafanya ukulima wa mboga nyingi hapa kijijini na watu wanapata kunufaika kupitia wewe. Ndiyo. Kwa hiyo sisi tumeguswa na mradi wako, tukasema leo tunaenda kumwezesha Innocent. Na ndio maana tumekuja timu nzima, tumetoka Airtel kwa ajili hiyo. Ndiyo. Kwa hiyo hongera sana kwa kazi nzuri Innocent. Na sasa tutapata kukabidhi vitu hivyo ambavyo tumekuletea ambavyo vinatokana na zile changamoto ambazo wao waliziainisha kwetu. Kwamba mimi katika shughuli zangu za kilimo ninahitaji niwe na pampu ili niweze kunyeshea shamba kubwa, nahitaji jembe la kukokota, nahitaji nini. Kwa hiyo vitu kama hivyo ndio ambavyo leo hii tumekuja kukufikishia uweze kufanya kazi zako vizuri zaidi. Asante sana. Kwa hiyo hongera sana Innocent. Wow. Inaongea sana. Asante mama. Asante sana. Asanteni sana. Nashukuru sana. Asanteni sana. Karibuni. Uweze kuwezesha na vijana wengine. Asante sana. Asanteni sana. Inaongea. Sasa kutafutia na ng'ombe mwanangu. Wewe unalimia. Ndio anaenda nalo hivyo hivyo yani. Analihangaisha. Nashukuru sana Airtel
nimefurahi sana siku ya leo, nimepata furaha sana kwa sababu mwanangu sasa hivi najua ametoka kwenye shida. Alikuwa anahangaika sana kulima, kushika magereni, lakini sasa hivi kwa vile nimempatia hii pampu itaweza kumsaidia na atatoka kwenye shida. Hiyo ni ajira moja hapo mmemsaidia mwanangu. Ajira sio mpaka kuajiriwa, lakini sasa hivi atajiajiri mwenyewe, atajiendesha maisha yake yeye mwenyewe. Mimi nimefurahi sana, mwanangu amepata msimamo katika maisha. Kitu ambacho Airtel wamenifurahisha ni kunisaidia kwa kiasi kikubwa kutatua changamoto zangu katika kilimo changu. Kwanza wamenisaidia jembe la kukokotwa na ng'ombe, ambapo awali nilikuwa nalima kwa mkono, nalima sehemu ndogo kwa muda mkubwa. Lakini sasa nimesaidiwa ili jembe nitalima eneo kubwa na nitapanua kilimo changu kwa wakati mdogo. Pia wamenitatulia changamoto ya umwagiliaji. Nilikuwa namwagilia kwa mikono kwa muda mwingi, namwagilia sehemu ndogo ya shamba langu, lakini kwa sasa nitalima shamba kubwa na nitamwagilia kwa wakati mchache kwa kutumia hii generator ambayo wameniwezesha. Ni generator ya gharama na furahi Airtel kwa kuwa na moyo wa kujitolea, na furahi sana. Nikushukuru sana mtazamaji wa Airtel Fursa kwa siku hii ya leo ambao umekuwa pamoja nasi kuanzia tunaanza mpaka dakika hii. Iwapo unaona nyuma yangu, unaona shangwe zinaendelea ya kwamba Airtel Fursa hatimaye tumeweza kumshika mkono Innocent kutoka Misungwi hapa Mwanza. Mama yake ana furaha, ndugu zake wana furaha. Na iwapo wewe ni kijana ambaye unajijua ni mjasiriamali, una ndoto za kufikia na una changamoto mbalimbali ambazo zinakukuta na ungependa Airtel Fursa tukufikie mpaka ulipo, basi usisite kutuandikia kuhusiana na biashara yako, maisha yako binafsi, na bila kusahau changamoto mbalimbali ambazo zinakukuta katika biashara yako. Baada ya hapo tutumie kupitia mawasiliano unayoyaona katika runinga yako. Mimi naitwa Irene Paul. Bado shangwe zinaendelea hapa shambani kwa kina Innocent. Nikukumbusha ya kwamba leo tuko Mwanza, kesho ni kwako. Kinachotakiwa ni wewe kutuandikia tu. Mpaka fursa ijayo, Jumamosi ijayo, hapa saa 1 kamili.